yetu. Na leo tumepata swali kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Food Point. Food Point anauliza maumivu ya kiuno pamoja na kupoteza hamu ya tendo la ndoa, nini sababu yake? Asante ndugu yetu kwa swali lako. Ndiyo, watu wengi wanapata haya matatizo ya maumivu ya kiuno na wakati mwingine wanapoteza hiyo hamu ya tendo la ndoa. Haya ni magonjwa mawili tofauti, lakini yanaweza kumwathiri mtu mmoja. Maumivu ya kiuno yanachangiwa na mambo mengi sana. Mfano, mtu anaweza kuwa na shida ile katika mgongo, labda tatizo la diski ama pingili za mgongo. Hiyo inaweza kumletea maumivu makali ya kiuno, na hatimaye mtu huyu akapoteza ile hamu ya tendo la ndoa. Kwa hiyo inaweza ikamletea maumivu makali ya kiuno, lakini pia na kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Kama unavyojua, kiuno ni kiungo muhimu sana kwa ustawi wa tendo lenyewe la mapenzi. Kwa hiyo huwezi kuwa na maumivu ya kiuno alafu ukaperform vizuri katika tendo la mapenzi. Kwa hiyo hiyo inaweza kuchangia. Lakini ukiachilia hivyo, inaweza kuwa ni tatizo la misuli katika mgongo. Misuli ile ya damu na mishipa ya damu katika mgongo imepata shinikizo. Misuli hii inapopata shinikizo inaleta maumivu makali ya kiuno na hatimaye mtu anapoteza tendo la mapenzi. Kwa hiyo pia inachangia sababu hiyo. Lakini sababu nyingine ya maumivu makali ya kiuno inawezekana ni ile hali ya infection mbalimbali pamoja na maambukizi mbalimbali ya bakteria, haswa katika njia ya mkojo, ile wanasema UTI, yani urinary tract infection. Matatizo ya UTI haswa inapokuwa UTI nyingi inasababisha maumivu makali ya kiuno. Hawa bakteria wanapokuwa wengi wameenea haswa katika mirija ile ya njia zile za mkojo pamoja na kibofu, wanasababisha maumivu makali ya kiuno. Unaweza kusema labda kama kiuno kina jipu, unasikia kinapwita kabisa kile kiuno, ni kwa sababu ya UTI kuwa kali katika mwili wako, yani katika kibofu chako. Kwa hiyo pia inachangia maumivu ya kiuno, na hiyo inaweza ikakuletea shida ya maumivu, shida ya kupoteza hamu ya tendo la ndoa, yani hamu ya tendo la mapenzi kwa sababu ya maumivu ya kiuno. Lakini ukiachilia mbali hivyo, tendo la mapenzi lenyewe linahitaji ile hali ya psychology kuwa vizuri. Uwe vizuri kiakili, uwe vizuri kifikra, ndio unaweza kuperform vizuri tendo la mapenzi. Watu wengine wengi, ukiachilia mbali na maumivu ya kiuno, wamepoteza hamu ya tendo la mapenzi kwa sababu ya stress, msongo wa mawazo. Mtu anapata msongo mpaka anapata ile hali kama ya sonona, na hivyo inamletea shida ya kupoteza ile hamu ya tendo la mapenzi. Lakini wakati mwingine matatizo ya hormone imbalance. Kwa kawaida mwanaume anakuwa na hormones zile kama testosterone hormones, zile gonadotropin hormones. Hizi zinatakiwa ziwe zinazalishwa kutoka kwenye testis, yani katika mwili kwa ujumla wake, na ziweze kukua katika mwili wa mwanaume. Zinapokuwa hazizalishwi kwa kiwango kinachotakiwa, mwanaume anapoteza ile hamu ya tendo la mapenzi na hatimaye anakuwa hana hamu kabisa. Kwa hivyo haya mambo yanachagizwa na vitu vingi sana. Huwezi kuconcentrate katika kitu kimoja ukasema hiki ndio kinachosababisha. Lakini matatizo ya kibiolojia na yanaweza kutibika hayo matatizo. Kama mtu atakuwa tayari kufuata tiba zilizokuwa sahihi, basi anaweza kupona kabisa na akakaa sawa. Asante kwa swali lako ndugu yetu Food Point, popote pale ulipo, maana hujasema unatokea maeneo gani, na majibu yake ndio kama hayo, kama ifuatavyo. Kiuno na kupoteza hamu ya tendo la ndoa ni matatizo mawili tofauti, yanaweza kuwa na sababu mbili tofauti au yakawa na sababu moja. Ukiwa na tatizo la kiuno, automatic unaweza kupoteza hamu ya tendo la ndoa, lakini unaweza kupoteza hamu ya tendo la ndoa bila kuwa na matatizo ya maumivu ya kiuno. Kama una swali lingine lolote unataka kutuuliza, tuandikie hapo chini swali lako, nasi tutaliona kisha tutakujibu swali lako. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala. Tunatibu magonjwa mbalimbali ya kibiolojia kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.